Halan wa salan mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi hiyo media, ukiwa na nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Saluti sana kwa kuendelea kusubscribe na kubofya kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii ni vema na haki kabisa. Lakini kongore zako nyingi na ninakumwagia maua yako mengi kwa kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya leo. Ni tukio ambalo muhimu sana kwa Watanzania. Masikio na macho ya Watanzania yapo nchini Uswizi kuangalia, je, moshi mweupe utafuka kwa Profesa Janabi au moshi mweusi? Watanzania tunaalikwa kumwombea Profesa Janabi aweze kupita katika kinyang'anyiro cha leo cha kumchagua mkurugenzi wa WHO ama WHO Afrika. Uchaguzi wa mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani WHO unafanyika leo Jumapili Mei 18 mwaka 2025 huko Geneva, Uswizi, baada ya nafasi hiyo kubaki wazi kutokana na kifo cha aliyekuwa mkurugenzi mteule wa shirika hilo, marehemu Daktari Faustini Ndugulile, aliyedumu kwa takribani miezi mitatu tangu achaguliwe. Daktari Ndugulile alikuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni na waziri wa zamani wa afya Tanzania. Mataifa wanachama wanapiga kura katika kikao cha pili maalumu cha kamati ya kikanda ya shirika hilo kumchagua mkurugenzi mpya wa WHO ama WHO Afrika. Faustini Ndugulile wa Tanzania alichaguliwa kuwa mkurugenzi kikanda wa Afrika katika shirika la afya duniani WHO. Daktari Ndugulile alikuwa mtaalamu wa afya ya umma na mbunge wa jimbo la Kigamboni jijini Dar es Salaam na waziri wa afya wa nchini Tanzania, na alikuwa mmoja wa wagombea watano waliojitokeza kumrithi Daktari Matshidiso Moeti. Washindani wa Daktari Ndugulile kwa mwaka jana walikuwa ni Daktari Boreima Hama Sambo wa Niger, mwingine ni Daktari Richard Mihigo wa Rwanda, na mwingine Daktari Nda Conan Mikaelia wa Ivory Coast, na mwisho Daktari Ibrahima Sokefo wa Senegal. Leo Profesa Janabi, ambaye ni mmoja wa wataalamu wakubwa wa afya nchini Tanzania, akiwa pia ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili MNH, anashindana na Mustafa Mijiyawa kutoka Togo, ambaye alikuwa waziri wa afya wa Togo, ambaye anaonekana ni tishio zaidi kwa Profesa Janabi kwenye nafasi hiyo ya mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani WHO. Mijiyawa alikuwa waziri kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2024 na amekuwa daktari wa magonjwa ya baridi yabisi kwa zaidi ya miaka 30, akifanya kazi nchini kwake Togo na nje ya nchi. Kazi yake ni pamoja na majukumu katika elimu ya matibabu, physiotherapy na orthosisi. Amerudia tena Daktari Nda Conan Mikaelia kutoka Ivory Coast, ambaye mwaka jana aliingia katika kinyang'anyiro ambacho alichabwagwa na Daktari Faustini Ndugulile. Huyu ni mtafiti mashuhuri na msomi anayejulikana kwa mchango wake mkubwa kwenye afya ya umma, haswa katika muktadha wa magonjwa ya kuambukiza barani Afrika. Utaalamu wake unatiliwa mkazo na ushirikiano wake kwenye shughuli za mashirika mashuhuri ikiwemo shirika la afya duniani WHO, ambako alihudumu katika makao makuu nchini Uswizi na ofisi ya kanda ya Afrika nchini Kongo. Mwingine Daktari Mohamed Lamina Drame kutoka Guinea, ana uzoefu mkubwa wa kliniki na uzoefu wa muda mrefu wa usimamizi na afya ya umma iliyoandaliwa kwanza katika nchi yake Jamhuri ya Guinea, kisha alifanya kazi na
kukusanya uzoefu wa miaka 21 kama mtaalamu mkuu katika ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa na taasisi za kimataifa, yani WHO Geneva, na mashirika ya nchi mbili, ushirikiano wa Ujerumani GIZ ama GIZ na ushirikiano wa Ubelgiji Wezesha. Alishirikiana na wachezaji wakuu wa Global Health kama GAV ama GAVI, GFMT na WB. Mkurugenzi wa kanda anachaguliwa kwa kura ya siri katika kikao cha ndani cha kamati ya kanda ya WHO kwa Afrika ambayo ilikutana Januari 14 mwaka 2025 na kuamua kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambayo huchukua muda mrefu kuziba pengo la marehemu Daktari Ndugulile. Mkurugenzi atakayechaguliwa anatarajiwa kuhudumu kwa kipindi cha miaka 5 na anayo nafasi ya kuchaguliwa tena upya mara moja baada ya kudumu awamu ya kwanza. Kwa mgombea atakayechaguliwa katika wadhifa huo, atakuwa na jukumu muhimu la kuunda sera za afya, kuratibu huduma za dharura na kushinikiza suluhu mpya za afya kote barani Afrika. Na mpendwa mtazamaji, hii ndiyo siku ya leo ambayo macho na masikio yote ya Watanzania yapo nchini Geneva, Uswisi, kwa ajili ya kuangalia moshi mweupe ama mweusi utafuka kwa Profesa Janabi. Ujumbe wa serikali ya Tanzania ukiongozwa na Waziri wa Afya Jenista Mhagama unaendelea kufanya kampeni za kumnadi Profesa Janabi huko Uswisi leo. Hali ndiyo hivyo. Ni nani ambaye atahibuka kidedea kushika nafasi ya mkurugenzi wa kikanda wa WHO ama WHO Afrika? Mpenzi na mpendwa mtazamaji, mimi sina la ziada. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Endelea kusubscribe na kubofya kilama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii. Ni vema na haki kabisa. Lakini kuacha maoni yako kufuatia uchaguzi huu wa leo wa Profesa Janabi ni vema na haki, na maua yako mengi na kumwagia. Asante, bye bye.